Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Uturuki inatafuta ilani ya kumkamata Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kwa mashtaka ya mauaji ya kimbari. Hatua hiyo inakuja huku kukiwa na mvutano mkubwa kati ya washirika hao wawili wa Marekani, huku Ankara ikilani mashambulizi ya hivi punde ya anga ya Israel katika kambi ya anga nchini Syria. Ilani nyekundu ya Interpol ni ombi kwa polisi duniani kote kumtafuta na kumkamata kwa muda mtu anayejulikana kama Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Waziri wa sheria wa Uturuki Akin Gulek alisema kupitia ukurasa wa X jana Ijumaa kwamba Netanyahu alikuwa miongoni mwa washtakiwa 35 wanaotafutwa kutokana na shambulio kwenye Global Sumud Flotilla inayoendeshwa na wanaharakati ambayo ilitaka kukiuka kizuizi cha majini cha Israel dhidi ya ukanda wa Gaza. Mashtaka hayo ni pamoja na mauaji ya kimbari, uhalifu dhidi ya binadamu, mateso, kunyima uhuru, kuteka nyara, gari la usafiri na uharibifu wa mali. Tunakataa kabisa wazo kwamba serikali ya Netanyahu ambayo inafuatilia sera za mauaji ya kimbari huko Gaza haiwezi kuguswa na haiwezi kuwajibika, Gulek alisema. Jeshi la wanamaji la Israel limepanda misafara kadhaa katika maji ya kimataifa yanayoelekea Gaza. Hivi karibuni mwezi Mei, wakati wanaharakati zaidi ya 400 walikamatwa ndani ya boti zipatazo 50. Wanaharakati hao walifukuzwa Ugiriki na kudai kutendewa vibaya wakiwa chini ya ulinzi wa Israel. Waziri wa mambo ya kigeni wa Israel Gideon Saar alisema wakati huo kwamba washiriki wote katika meli hiyo ya uchochezi hawakujeruhiwa. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amemlinganisha Netanyahu na Adolf Hitler mara kwa mara kuhusu vita huko katika ukanda wa Gaza na kumtuhumu kwa kufanya mauaji ya kimbari dhidi ya Palestina. Netanyahu naye amemwita Erdogan dikteta anayepinga Wayahudi na kumtuhumu kwa kufanya mauaji ya kimbari dhidi ya Wakurdi. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amemwonya Erdogan dhidi ya kuiburuza nchi yake katika matukio ya hatari nchini Syria baada ya Ankara kulani vikali mashambulizi kwenye kambi ya wanajeshi ya Abu al-Duhur mnamo Agosti 18. Shambulizi hilo halikusababisha majeruhi yoyote, lakini liliharibu njia za kurukia ndege zilizojengwa hivi karibuni. Syria na Uturuki zote zilikana madai ya Israel kwamba wanajeshi wa Uturuki walikuwa wamepangwa kupelekwa katika eneo hilo. Mjumbe wa rais wa Marekani nchini Syria na Iraq Tom Barrack pia amelani mashambulizi hayo ya Israel kama ongezeko lisilo la lazima. Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ kwa sasa inazingatia kesi ya mauaji ya kimbari ya Afrika ya Kusini dhidi ya Israel. Kando na hayo, Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ICC imetoa hati za kukamatwa kwa Netanyahu na waziri wa zamani wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant mnamo Novemba 2024 kwa mashtaka ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu huko katika ukanda wa Gaza. Israel ambayo ni mshirika wa mkataba wa ICJ lakini si mwanachama wa ICC imekana madai hayo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.